Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Niaishi nabii katika sura Muhammad. Amepata. Nisomee aya ya 16 wa heshima na taadhima, aje azungumze kama nilivyosema. Amemwakilisha Mheshimiwa Mwanaidi Ali Khamis, basi kwa niaba yake namkaribisha sana aje azungumze na kina mama mliohudhuria hapa ili tuweze kufaidika naye, mawazo yake, fikra zake. Karibu sana, karibu Nifafa. Viongozi wote wa meza kuu, viongozi wa Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Tanzania, viongozi wa taasisi mbalimbali, viongozi wa Ummi Salma Madrasa, Umati Muhammad, waandishi wa habari, wageni waalikwa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima, afya njema na kutuwezesha kukutana katika siku hii ya fainali ya mashindano ya Qur'ani tukufu. Kipekee kabisa naomba tutumie fursa hii kuupongeza uongozi wa madrasa ya Ummi Salma kwa kuandaa mashindano haya yaliyoshirikisha watu kutoka maeneo mbalimbali. Napenda niwajulishe wanawake wenzangu wa Kiislamu wote kuwa Umati Muhammad ndio umati bora ulioshushiwa Qur'ani kupitia Mtume Muhammad. Aidha, sote tunapaswa kusoma kwa makini, kuelewa na kuzingatia mafundisho kutoka kwenye kitabu chetu kitukufu. Tunapofikia kilele cha mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu, ni muhimu sote tukajua kuwa Mtume Muhammad alituachia suna, hadithi na mawaidha kwa ajili ya kujenga umma bora unaozingatia maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu kwa dhumuni la kuwa jamii yenye maadili mema, amani, upendo na mshikamano. Kabla ya kuendelea kutoa hotuba yangu, napenda mtambue kuwa nipo hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Mwanaidi Ali Hamisi, Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, ambaye alipaswa kuwa mgeni rasmi katika mashindano haya, ila kutokana na kuwa na majukumu mengine ya kikazi ameomba nimwakilishe. Ndugu wageni waalikwa, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inathamini na kutambua mchango unaotolewa na taasisi za dini katika kudumisha amani, umoja, mashikamano na kuwafundisha na kuwahimiza wananchi kuzingatia maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu yaliyo katika Qur'ani tukufu pamoja na vitabu vya dini nyingine zilizo katika jamii zetu. Kwa kutambua umuhimu huu wa taasisi za dini katika jamii, serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake, Makundi Maalum, tunaendelea kushirikiana na viongozi wa dini
wakati wa utendaji wa mipango ya bajeti na utekelezaji wa afua mbalimbali zinazolenga kuhamasisha jamii kushiriki katika makazi ya familia na shughuli za uzalishaji mali. Wizara imeona na kutambua umuhimu wa viongozi hao, hivyo inawapa nafasi ya kuwa sehemu ya wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama wa mwanamke na mtoto inayoundwa kwa mujibu wa mpango wa taifa wa kuzuia ukatili dhidi ya wanawake na watoto mtakuwa, pamoja na ushiriki katika utekelezaji wa majukumu mengine mtambuka katika jamii zetu. Viongozi hawa ni wa muhimu sana katika utekelezaji wa afua za kupunguza mmomonyoko wa maadili ambao huchochewa kwa kasi kikubwa na mwingiliano wa watu pamoja na wazazi na malezi kutowajibika kikamilifu katika swala zima la malezi na mafunzo ya watoto na familia kwa ujumla. Ndugu wageni waalikwa, katika kukabiliana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto, serikali kwa kushirikiana wadau kutoka sekta ya umma na binafsi tunaendelea na utekelezaji wa sera, sheria, miongozo, program, mikataba na mikakati ya kitaifa na kimataifa ili kuimarisha mfumo wa kukabiliana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Hivyo ninawaomba viongozi wa dini kuendelea kuelimisha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla juu ya umuhimu wa kulea familia zao, kwani hiyo ni dhamana tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Aidha, utekelezaji wa jukumu hilo kikamilifu tutasaidia kupunguza mmomonyoko wa maadili ndani ya jamii. Aidha, wanawake wenzangu, tunapaswa kutambua kuwa jukumu la malezi ya watoto na familia lipo mikononi mwetu kwa asilimia kubwa. Hivyo tunapaswa kujua dini kikamilifu ili tuweze kuwafundisha watoto wetu maadili mema kama ilivyoelezwa na Mtume Muhammad. Ndugu wageni waalikwa, kwa dhati ya moyo wangu nitumie fursa hii kuipongeza Madrasa Ummi Salama, madrasa iliyopo Mikocheni, barabara ya Kairuki hospitali, chini ya uongozi wa Ustadhat Salma bint Sheikh Adam Ahmed Abdalla kwa kuandaa mashindano. Naendelea kumpongeza Ummi Salama kwa kuanzisha usomaji wa Qur'ani kwa njia ya tajwidi kwa mkoa wa Dar es Salaam. Jambo hili tunaliona nchi za nje, lakini kumbe tunaye mama pekee Ummi Salama ambaye ameweza na kushirikiana na wenzie waliandaa jambo hili. Allah amlipe yeye na wenzake kwa kila laheri. Na yote hii ni kwa sababu ya kusapoti wanawake na mama yetu aliyeko juu madarakani. Naomba nifafanue hapa kidogo. Tunaweza tukaliona ili jambo Ummi Salama ameongea hapa mkaona ni jambo dogo, lakini ni jambo kubwa ambalo analolifanya, analoanzishia msingi, na hakuna kitu kizuri kukitengeneza kikiwa msingi. Huwezi kuja kukitengeneza mkiwa ukubwani. Kweli Ummi Salama tutakupa sapoti, serikali imekwambia itakupa sapoti kwa kila unalolifanya. Usione auonekani, unaonekana, na tunahitaji wanawake kama nyie, na mliokuwa mmeanza basi msife moyo mkaona hatuendi. Mnaonekana na mnathaminiwa sana na serikali, hasa hii ya awamu ya 6. Kwa sababu hata mimi leo hii ukiniambia nikikurudisha mtoto mdogo, unataka kuwa nani? Unataka kufanya nani? Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu nitaomba nirudi kusoma Qur'ani. Nitaomba nirudi kusoma Qur'ani kwa sababu mimi najua mwenyewe nilivyolelewa kwa mazingira gani, na nimekuja kuolewa
ndio nikaingia dini ya Kiislamu. Kwa hiyo kuna vitu vingi nimeviruka nikiwa utotoni na kuja kuviona ukubwani. Kama unakumbuka dada yangu Ukti Salama, nilikwambia nini? Kuna siku nilikwambia naisikia umefundisha watu wengi na wengi wanakusifia, nami nitakuja kusoma. Kama unakumbuka, nilisema, sisemi nikasema na ukubwa wangu na alhamdulillah na kila kitu Mwenyezi Mungu ambacho ameniwezesha, lakini nina kitu nimekikosa, ni hicho ambacho Ukti Salama anakifanya kwa watoto. Kwa hiyo naomba tumpe sapoti, na wanawake tusapotiane kwa hili jambo. Lakini kitu kingine nimegundua kwenye usomaji wa Qur'ani, walimu wa Qur'ani hawapewi kipaumbele. Sisi wanawake tuko hiari kwenda kufanya kitu chochote, hata michango kwenye harusi, kila kitu kufanya, hata sare tunaweza kukata hata ya milioni, hata ya laki ngapi, lakini sio kumpeleka mtoto wako madrasa kumlipia shilingi 500 au 2000. Mnaona ni ziki, bora mtoto abaki nyumbani. Hilo mimi nitalia na walimu wa Qur'ani. Naombeni jamani, wanawake wenzangu, tengeni hata 5000 kwa kila mtoto wako, basi mwisho wa mwezi apeleke kwenye hiyo madrasa anayesoma. Anayeweza zaidi basi apeleke zaidi. Ni kitu ambacho kinamjenga, ambacho ni asset ambayo anaenda nayo mpaka mwisho wa maisha yake. Tofauti tunaweza tukalipa ada kwenye shule za kawaida mamilioni, lakini ukiambiwa lipa ada ya mwalimu wa Qur'ani. Sasa tunawauliza, je, wanawake wenzangu, walimu wa Qur'ani wapate wapi ajira? Kati hiyo anatumia muda mrefu kumpa asset ya maisha yake mtoto wako, apate wapi malipo ambayo yatamsaidia? Sio uwezi kumlipa, uwezi, ila japo dogo tu ili awe na moyo wa kutumia muda wake kumpa asset mtoto wako. Kweli walimu wa Qur'ani hasa wa nchi yetu Tanzania wako chini na wako masikini, wanajikongoja kwa nia zao nzuri tu kusomesha watoto wa Qur'ani, lakini hakuna ambaye anaweza kusema mimi napata manufaa kwa kusomesha Qur'ani. Nasema labda uongo, naomba aonyeshe mkono. Ni kweli, tofauti na walimu wa dini zingine. Mimi nimesoma Sunday school, mimi naongea. Mwalimu wa Sunday school ukimchukua na mwalimu wa Qur'ani, watu wawili tofauti. Na nyumba wanajengewa na kila kitu wanahifadhiwa na wanapangishiwa, lakini sio mwalimu wa Qur'ani. Kwa nini tunaitupa dini yetu? Tunadharau asset ya dini yetu ambayo ndio Mwenyezi Mungu alituwekea na aliyetupa hivyo, na ndio tunaondoka nayo. Kwa hiyo ni kitu usia mkubwa kwangu kwa wanawake wenzangu. Ndugu wageni waalikwa, natambua kuwa madrasa hii ina malengo mbalimbali ambayo ni pamoja kuwapa watoto elimu ya dini ya Mwenyezi Mungu, kulea vijana wa kike na watoto na kujua dini yao na kuishi katika jamii kwa amani, upendo na ushirikiano katika makundi mbalimbali, kufanya makongamano, mihadhara pamoja na kusaidia yatima na wagonjwa wasiojiweza. Aidha, ninatambua kuwa madrasa hii ni mfano, kwani inasomesha watoto na vijana kwa mtaala na muda maalumu. Ndugu wageni waalikwa, serikali inaupongeza uongozi wa madrasa hii na ipo tayari kuunga mkono jitihada hizi kwa lengo la kuandaa watoto na vijana wenye hofu ya Mungu na wenye maadili ambayo watasaidia kusogeza mbele gurudumu la maendeleo ya nchi yetu. Ndugu wageni waalikwa, ninapoenda kumalizia, nitumie fursa hii kupongeza uongozi wa Ummi Salma Madrasa kwa kuandaa mashindano haya ya kuhifadhi Qur'ani. Tambueni mnafanya kazi njema na Mwenyezi Mungu atawalipa sawa na kujitoa kwenu.
Ninawasihi muendelee na utaratibu huu, kwani mnaihakikishia taifa kuwa na jamii bora lililomcha Mwenyezi Mungu na kutii sheria za nchi. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru watu wote kwa kutenga muda wenu na kufika kuungana nami kushiriki fainali ya mashindano haya. Aidha, sote tuzingatie na kuyaenzi mafundisho na mahusia mema yaliyotolewa na Mtume Muhammad. Kabla sijamalizia, najua kwa kila kwenye mazuri kuna changamoto. Changamoto hazikosekani. Hivyo mimi kama mwakilishi wa mheshimiwa nalichukua jambo hili na nitampelekea, na mheshimiwa atanijibu na changamoto zako salam tutazitatua kwa niaba ya mheshimiwa Mwanaidi, kwa sababu mpaka hapo ulikuwa hujataja changamoto zako. Kwa hiyo mimi kama mwakilishi wake nitapeleka na utaambiwa. Kwa kumalizia, asanteni kwa kunisikiliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Milioni 2 kama. Takbir! Wallahi raha wazazi, mnaona, msiwafungie watoto wenu majumbani. Tuliambiwa adibu auladakum, waadabisheni watoto zenu ala 3 juu ya mambo matatu: hubi nabiyukum wa hubi ali baiti wa tira. Ndio hiki sasa hapa watoto wanaondoka na mihela. Sasa wewe mtoto wako unataka kumleta huko na kuaje, unafeli mzazi. Mihela imeongezeka. Karibu binti kwa ajili ya kwenda kupost kwenye YouTube Pembe Online TV. Kamati ya maandalizi, tafadhali karibu. Unatazama Jaymat Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.